Hizi ni taarifa za hivi punde na si taarifa njema ama si taarifa nzuri sana kwa Wakristo wote duniani, ambapo taarifa rasmi ni kwamba Papa Francis ameweza kufariki dunia siku ya leo ya Aprili 21 mwaka 2025, ambapo leo ni Easter Monday, ambapo ameweza kufariki kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema kwamba Papa Francis amefia kwenye makazi yake Vatican, na taarifa zaidi za kuhusu kifo chake zimeweza kutolewa na zitakuja kutolewa tena kwa urefu wake, ambapo ikumbukwe Papa Francis alizaliwa mwaka 1936 na hivi karibuni amekuwa akipitia changamoto nyingi, ikiwemo changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu kwa maana ya pneumonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla ya baadaye afya yake kuweza kuimarika. Lakini taarifa rasmi ni kwamba Cardinal Kevin Federer wa Vatican ametangaza kuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameweza kufariki dunia leo asubuhi majira ya saa 1:35 alipokuwa kwenye makazi yake ya kipapa huko Vatican, ambapo kiongozi huyo alikuwa kwenye mdororo mkubwa wa kiafya, na ni jana tu ametoka kutoa salamu fupi za Pasaka akinukuliwa, hatujaumbiwa mauti bali uzima, na amefariki baada ya maradhi ya muda mrefu, na raha ya milele umpe Bwana. Nasi tunaungana na Wakristo wote duniani kumtakia pumziko jema Papa Francis katika umauti ambao umemkuta siku ya leo ya Aprili 21 kwa maana mwaka 2025, ambapo kiongozi mkubwa kwa maana ya Papa Francis wa kanisa la Kikatoliki duniani ameweza kufariki dunia. Upumzike kwa amani na roho yako iweze kupumzishwa mahali pema peponi. Amen.